العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikhwata al-iman, tukiwa kwenye silsila ya 10 qawaidin, misingi 10 miongoni mwa misingi ambayo yatakuwa ni yenye kutakasa nafsi zetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Tulieleza katika nukta ya jana au nukta ya juzi afwan, tulipozungumza masala yanayofungamana na Qur'an, ya kwamba Qur'ani tukufu ni miongoni mwa sababu kubwa za msingi zenye kubadilisha nafsi ya mwanadamu. Namna gani Qur'ani inakujulisha Allah, namna gani Qur'ani inakujulisha asili yako toka kuumbwa mpaka kufa kwako, namna gani Qur'an inakufahamisha wenye viburi namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowaadhibu na kuangamiza katika ardhi hii. Tukija kwenye msingi mwingine miongoni mwa misingi hiyo ni kuwa na hadhari, alhadharu min jalisi as-su, kuwa na hadhari na marafiki ambao ni waovu. Hii ni sababu kubwa sana ambayo inapelekea mtu kutakasa nafsi yake, kukaa mbali na rufaqaa usu, marafiki ambao ni waovu, kwa sababu siku zote kama wanavyosema, muovu kumleta mwema kwenye uovu ni haraka kuliko mwema kumleta muovu kwenye mema. Ni maneno haya ya msingi sana na yamekuja katika vitabu vyetu vya Kiislamu tofauti tofauti. Nakumbuka miongoni mwa vitabu hivyo ni Siyar ya A'lam an-Nubala ya Imam Dhahabi, vile vile Sharh ya Sahih Muslim ya Al-Allama Ali Adam al-Ethiopi, alipokuwa akizungumza riwaya ya mmoja katika masahaba alipopendana au alipomtaka mwanamke ambaye ni khawarij, mwanamke ambaye ana itikadi za kikhawarij. Malengo yake kasema, nataka kumuoa ili nimuokoe, nataka kumuoa ili nimuokoe. Ghafla yule mwanamke kwa ile itikadi yake mbovu ya kikhawarij akamtoa huyu bwana kumleta kwenye ukhawarij, badala ya bwana kumtoa nani? Kumtoa mke. Hii inaonyesha kwamba hatari ya mtu kukaa na rafiki mwovu. Usiweke guarantee na usijione kwamba ni mwema kusema mimi nakaa naye, hata kama ni mvutaji bangi yule, hata kama ni mlaji mirungi, takaa naye na nitamlingania nimlete. Kumlingania ni kitu kando na kukaa naye ni kitu kando. Kumlingania utamjua huyu ni mraibu, utampa dawa. Tunachozungumza hapa ni kurafikiana naye, uko naye bega kwa bega kila unapokwenda. Ni hatari, atakutoa pale uliko akupeleke kwingine. Ndio hii aljalisi asu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake sahihi kataja mfano wa kukurubisha maana
baina ya jalisi su na jalisi as-salih. Kasema jalisi su ni mfano wake ni kama mwenye kupuliza vyuma, nafikhil kiri, wale wenye kuchomelea chuma, wale wakakiweka kwenye moto akapuliza mpaka kikawa rangi nyekundu, kisha akakigonga akakikunja atakavyo. Asema mfano wa rafiki muovu kukaa naye kwamba atakupoteza ni kama mwenye kukaa na mpuliza vyuma akiwasha ule moto. Asema ni mawili, ima atakuchomea nguo yako ama utatoka na moshi pale, kwa kule wewe kukaa naye. Umekaa naye pale, avivia vyuma pale, mara zile tezi zimeanguka kwenye kanzu yako umevaa ama fulana yako imechomeka nguo. Ama kama haikuchomeka, ukitoka pale ukifika nyumbani waulizwa ulikuwa uko jikoni, mbona wanuka moshi? Kwa nini? Kwa kule kukaa naye. Vile vile rafiki muovu ni hivyo hivyo. Na rafiki mwema ni kama mtu kukaa na bai'ul miski, mwenye kuuza manukato. Mwenye kuuza manukato, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema imma utanunua ama atakupa ile harufu mzuri. Lazima ukikaa na muuza mafuta, kuna ile jaribu hii Sheikh, piga kidogo, hebu na hiyo yaitwa nini hiyo? Hiyo ni jina fulani, hebu tujaribu na hiyo bwana. Basi kuna nyingine ustadhi kushinda hii zote, wacha nikupe. Nadhani iko wapi? Hebu nipe hiyo box hapa. Ustadhi jaribu hii. Umekaa na muuza mafuta na wewe ukapata harufu ambayo ni mzuri. Rafiki mbaya ni kitu kibaya sana katika mujtama. Usikae naye pamoja. Lazima uwe keep distance, kama corona vile. Tumefahamiana ukae naye mbali. Kumlingania, kumpa da'wa, kumkanya, kumwelekeza, usiwache, kwa sababu hidayah iko kwenye mikono ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Huwezi kujua, pengine Mungu atamuongoza yule kwa sababu yako wewe, lakini usijiingize sana ikawa anapokwenda na wewe waenda. Hapa vile vile tunajifunza kwamba marafiki wanaotakiwa na Mwenyezi Mungu ni wale walioshikamana na kwa sababu ya dini. Allah sema al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Marafiki wale watakuwa ni maadui baadhi yao kwa baadhi nyingine, isipokuwa walioshikamana kwa sababu ya takwa na ucha Mungu. Hao ndio watakuwa marafiki mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ama wengine watarukana, kama katika suratul Furqan, wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi, siku mtu dhalim atajiuma mikono yake. Ni ishara ya majuto, kama vile mtu akijutia atajiuma, atasema ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, fadhali singemfanya fulani kuwa ni rafiki yangu. Limadha? Laqad adhallani, kwa hakika amenipoteza mimi, ani dhikri ba'da idh ja'ani, amenipoteza na utaji wa Mwenyezi Mungu na Qur'ani na dini yangu. Yeye ndo sababu ya kunipoteza. Na watu watarukana, kila mmoja atamwambia mwenzake wewe ndo sababu, wewe ndo kadhaa. Wengine watalaaniana wao kwa wao. Kwa nini? Kwa sababu ya kuona ile hali ambayo si nzuri baada ya kuwa mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala. Lakini tukiwa na marafiki ambao ni wema, bila shaka akienda msikitini atakwambia twende, akikaa kusikiza darsa akwambia twende, akitoa sadaka atakwambia toa, ukisaidia maskini na wenye kuhitaji na yeye atakwambia ufanye hivyo. Kwa hivyo kila jema atakalolifanya utakuwa unaiga, mara nyingine bila ya kukwambia, lakini kumuona tu wewe mwenyewe pia utafanya hamu ya kusaidia kama anavyosaidia. Kwa hivyo tuchagueni marafiki kwa misingi hiyo. Na marafiki ima ni kwetu sisi vijana ama hata kwa wazee pia. Usiseme niko na wazee wenzangu lakini umechagua wazee wenzako kwenye dumna na makera, umepoteza, si rafiki wewe. Tafuta mzee mwenzako, utakwambia bana sisi baada la asri tukutane kubaa pale, piga juzuu zako nipige zangu,
Kimaliza tutembee mpaka Masjid Musa, pale kuna darasa pale, tasikiliza. Tukitoka pale kesho tutakwenda Azhar, kesho kutwa tutakwenda wapi. Sasa huyo ndiye mzee na ndiye rafiki. Na vijana vile vile chagua rafiki kwa misingi hiyo. Yale mengine yanakuja, mengine ni mtu yokusaidia, ni muhisani wako, ushafahamu, mumesoma naye, mumetoka naye mbali, hayo yanafanya kujalizia. Lakini msingi iwe huyu ni rafiki yangu kwa sababu ya dini. Vijana pia usichague rafiki kwa sababu kwa kuna PlayStation, kwa sababu ukienda yeye kuachia ucheze, hata kama haswali. Ya haswali, ukienda pale pengine ni mtu hakuna heshima pale nyumbani, ama kwa kuwa ukienda skuli yeye yakununulia breki viazi vya 20, ukiulizwa kwa nini fulani ni rafiki yako, yule rafiki yangu bwana, tumetoka naye mbali. Misingi ya wewe kumchagua awe rafiki yako, huyu kwanza kwao kuna kera. Sasa yuelezea ni sababu yeye kumchagua yule rafiki, kuna kera na kuna PlayStation. Nikienda kwa mara nyingine hata yeye ananiambia ichukue nenda nao nyumbani kwenu. Wewe naambia utapata rafiki gani atakufanyia hivyo? Aona ni fahari kwamba yeye ampewa PlayStation aende nao nyumbani. Ndio rafiki kweli huyo? Akupa miujiza, akupa na kitu chenye kukupotezea wakati. Vijana kucheza kuko, vijana wacheza, hakujakatazwa. Michezo ina wakati wake na michezo fulani, lakini kwanza ionekane kwamba mmeshikana kwa misingi ya dini, alafu mengine yatafuatia. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.